Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Mchezi haya ni nafikiri inawezekana ni mpango wa Mungu. Ni awamu ya pili kuanzisha kanisa. Awamu ya kwanza ilikuwa ndio tumeacha kanisa sasa kubwa ikiwa na watu zaidi ya 150. Naamini kwa sababu tunaye Roho wa Mungu ambaye ameanzisha uzima kwetu, lazima tutoa tukani hata kanisa. Mungu huyo tuliye naye awabariki sana. Tuwe pamoja, tukinia pamoja, tunajua kazi ya Mungu itakuwa. Kile mlichotoa hamjapoteza. Kama alivyotangulia mwenzangu kwenye maombi kuomba, kile mlichotoa hamjapoteza. Muamini hivi. Kadri watumishi wa Mungu walivyosema, pokeeni katika jina la Yesu. Amen. Washirika wa hapa walitoa sadaka pia, wana vitu fulani wataenda kuuza. Yaani kwa awamu ya kwanza ni ujenzi wetu. Naomba niseme tu kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Hapa lakini afya yake si nzuri sana. Lakini kwa maombi yenu najua sasa anaenda kufunguliwa. Amen. Tuna vitu ambavyo mwenyekiti kwa niaba yake naomba niseme tuna kama watatu hivi na kanga. Tunaomba mtusaidie kubadilisha kwa fedha zisaidie kwa Yesu asifiwe. Tutajenga kanisa letu nafikiri kwa awamu kidogo. Awamu ya kwanza itakuwa kujenga msingi. Asante Yesu kwa kuwa ameenda kuanza kutenda, anawagusa. Ujenzi wetu unaanza kwenye msingi ambao unahitaji tripu 10 za mawe. Ashukuriwe Mungu sasa mweza kushare na sisi kusita msema mkoa. Mungu awabariki sana. Tunaamini Mungu si masikini. Hizo tripu zilizobaki tunaenda kupokea tena. Tutateka naamini baraka kutoka Silo na Misri zitafika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ujenzi wetu wa kanisa nafikiri unahitaji kama milioni 56, lakini tutaenda kwa awamu. Awamu ya kwanza tutaanza msingi na vingine vingine. Baraka za Bwana tutashare wote. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kukubali kutoa kibali washirika wa Mlandege pamoja na wachungaji. Mungu awabariki sana. Ukifika kule wasilishe. Na naona nguvu zipo. Vile mliomba mwenyekiti anaweza kusimama. Karibu. Karibuni sana jamani. Nimeona nisimame kipekee kabisa ili kuwashukuru, lakini kitu kingine na mimi pia binafsi kusema kwamba wenzetu wametuletea kitu na sisi angalau tuoneshe tuna kitu walau. Mimi binafsi nitatoa shilingi 50 hapa sasa hivi. Tunashukuru sana kwa kutia moyo huruma. Kwa sisi tuko wachache sana, yani watu wazima wenye uwezo wa kutoa sadaka hata 6 hatufiki. Bado wao watapata dharura, hawatakuja, wataumwa, watauguliwa, hawatafika. Kuna muda utakuta mama anakuwa peke yake, huenda na mjukuu wake na mume wake tu na muumini tu labda mmoja, wengine wote tuna dharura, tunaumwa. Lakini kiukweli anazidi kufarijika sana kuona tuko naye. Nashukuru sana kwa hili jamani. Basi kama alivyosema kiongozi mwenzangu, tutakuwa tuna vitu hapa. Tena tulikuwa tunaomba kabisa kipekee mtu atoke huko atusaidie hata hii kazi ya kunajisha hivi vitu. Tutashukuru sana na Mungu atawabariki. Naomba nitoe cha kwangu nilichokiahidi, lakini